Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole ndugu jamaa na marafiki na wanadodoma wote kwa msiba mkubwa uliotokea kumpoteza ndugu yetu, rafiki yetu, ndugu Emmanuel Matebe Mathias almaarufu kama MC Pilipili. MC Pilipili nimemfahamu miaka mingi iliyopita akiwa mmoja kati ya wasanii ambao wamebeba bendera ya Dodoma, kupeperusha vyema bendera ya Dodoma nje ya mipaka ya Dodoma na Tanzania kwa ujumla. MC Pilipili ni mmoja kati ya vijana wasanii wa kutoka mkoa wa Dodoma ambao ameacha alama kubwa kwa kuwa na mkono wa msaada kwa vijana wengi ambao walichipukia na wangependa kufanya kazi kama ya kwake. Sifa moja yake kubwa, hakuwa mchoyo wa maarifa, hakuwa mchoyo wa fursa. Amewatoa vijana wengi sana, na hata kesho mtashuhudia watu wengi ambao watakuwa wakitoa ushuhuda, hasa vijana mkoa wa Dodoma ambao wengi sasa wanafanya kazi nje ya mkoa wa Dodoma ni kupitia mkono wake yeye, ambaye aliwashika mkono na kuwavuta huko alipo yeye. Kwa tunajisikia faraja ya kwamba ameacha mbegu nzuri, mbegu ya upendo, mbegu ya mshikamano ambao naamini pia watu wote hasa wasanii wa mkoa wa Dodoma wataifuata, na itakuwa ni sehemu ya kumkumbuka yeye pia, kwa sababu hakuwa mchoyo. MC Pilipili amejitahidi sana kuhakikisha kwamba vijana wengi wanapata fursa, na hiyo ndio sifa yake kubwa. Lakini kingine, MC Pilipili hakuwahi kuikana asili yake. Popote alipoenda alitamani sana kufahamika kwamba anatoka Dodoma na Mgogo halisi, na ndio maana katika baadhi ya maeneo alikuwa anazungumza mpaka lugha ya Kigogo. Wako watu ambao kuna wakati wakishapata umaarufu wanapenda kukana sehemu zao za asili. Kwake yeye ilikuwa tofauti, alijivunia Dodoma, aliipenda sana Dodoma. Kwa hiyo tumempoteza msanii, tumempoteza rafiki, tumempoteza ndugu ambaye alikuwa na mapenzi makubwa sana Dodoma, na alitamani kuiona Dodoma yake inakuwa siku hadi siku. Ndio maana miaka hivi karibuni aliamua kabisa ya kuja kuanzisha show ile comedy show hapa Dodoma ambao alikuwa anazifanyia Dar es Salaam. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuwainua wasanii wa Dodoma, lakini vile na kuitangaza Dodoma kwa ujumla, ikiwa ni kiu na matumaini yake makubwa kwa Dodoma inapiga hatua kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, siku ya Jumapili ni siku ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu. Saa 12:35 nilipokea message kutoka kwa MC Pilipili akiniambia kwamba nakuja Dodoma na shughuli hapo, na akanipongeza kwamba nimekuona una hapa, na baadaye akaniambia nikimaliza shughuli yangu natamani nikuone kabla sijarudi Dar es Salaam. Huo ndio ulikuwa ujumbe wake wa mwisho kwangu. Nikiwa niko nyumbani saa 9 alasiri nikaona simu nyingi sana zinaingia kutoka kwa marafiki zake, kwa sababu nilikuwa kwenye simu nyingine nikashindwa kuzipokea. Nilipomaliza ile simu nikapokea, wakaniambia bwana MC Pilipili amefariki. Kwa kweli sikuamini, nikashtushwa sana, na nikasema nitakwenda mwenyewe mortuary nikathibitishe. Na baada ya pale nilifunga safari nikaenda mortuary, kweli nikamkuta mpendwa wetu amelala. Hatukuwa na jinsi, basi tukaipokea kwa uzito huo kubwa tu. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampokee na aiweke roho yake mahali pema peponi.